ule Mungu akamtokea Sulemani, akamwambia, omba utakalo nikupe. Sulemani akamwambia Mungu, umemfanyia baba yangu Daudi fadhili kuu, nawe umenimilikisha mimi badala yake. Basi sasa, Bwana Mungu, na aliniakinie baba yangu Daudi neno lako, maana umenitawaza niwe mfalme juu ya watu wengi kama mavumbi ya nchi. Basi sasa nipe hekima na maarifa, nijue kutoka na kuingia mbele ya watu hawa, kwa kuwa ni nani awezaye kuwahukumu watu wako hawa walio wengi? Endelea. Naye Mungu akamwambia Sulemani, kwa sababu neno hili lilikuwamo moyoni mwako, wala hukujitakia mali wala utajiri wala utukufu wala maisha za wakuchukiao, wala hukujitakia maisha ya siku nyingi, bali umejitakia hekima na maarifa, upate kuwahukumu watu wangu niliokutawaza juu yao. Basi hekima na maarifa umepewa, nami nitakupa mali na utajiri na utukufu kupita walivyokuwa navyo wafalme wote waliokuwa kabla yako, wala baada yako hapatakuwa na mtu atakayekuwa navyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hapa inaonesha wakati Suleiman anatoka kuwa mwana mfalme na kuwa mfalme kamili. Kwa hiyo ni msimu ambao alikuwa anaingia msimu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anaingia msimu mwingine. Na kama mwana wa mfalme, ina maana ana elimu ya kidunia, elimu ya kifalme, lakini pia hata kwa mali anazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na kuonesha kwamba alikuwa anaelewa alivyoenda kutoa sadaka, alijua kabisa anaingia katika msimu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda kuitoa ile sadaka ya 1000. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kuitoa ile sadaka, Mungu akaipokea, akaikubali ile sadaka yake. Akamuuliza Suleiman, unataka nini nikupe? Suleiman aliomba hekima. Aliomba hekima. Lakini kwa ukiangalia kuna sehemu Daudi anamweleza mwanae kuhusiana na ufalme. Anamwambia, ikiwa utaishi katika maisha ya kumpendeza Bwana, utafanya hivi na hivi. Kuna mambo ambayo alikuwa anamwambia, na akamwambia hadi watu ambao walimfadhili Daudi wakati anakimbizwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia aliwaambia hata wale watesi ambao walikuwa wanamfuatilia Daudi. Na kuna sehemu nilishawahi kusoma, anasema kwamba anamwagiza, ni kama sikosei, kama ni mkuu wa majeshi fulani, anamwambia hakikisha aoni mvi za uzee wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa kawaida Suleiman alikuwa na mambo mengi ya kutimiza ambayo aliachiwa na Daudi, cha kwanza. Lakini yeye hakuyaangalia yale mambo. Yamkini Mungu angati anamuomba vile vitu, angesema, Mungu nisaidie niwezeshe kukamilisha hiki na kile ambacho baba yangu aliniagiza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yeye alijua, akaomba hekima. Bwana Yesu asifiwe. Hekima. Mungu akamwambia, hekima umepata. Umepata, sio utapata, umepata. Na akambariki. Hakuna mfalme ambaye alikuwa na mali nyingi kama Suleiman, na mpaka sasa hawezi tokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utangulizi huo, twende kwenye maana ya kwanza ya hekima. Hekima ni uwezo wa kuona, kutambua na kutumia maarifa sahihi kufanya maamuzi sahihi. Hekima ni uwezo wa kuona, kutambua, kutumia maarifa sahihi kufanya maamuzi sahihi. Kuna wakati tunaona mambo lakini tunashindwa kufanya maamuzi sahihi. Kuna wakati unaona jambo fulani ambalo wewe kabisa unashuhudiwa kwamba hili linawezekana, lakini wewe unashindwa kutumia maarifa ulionayo, unashindwa kutumia maarifa ulionayo ambao umepata kufanya maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo hekima inatusaidia kwanza kuona, lakini pia aishi kuona tu, kutambua, aishi kutambua na kutumia maarifa kufanya maamuzi sahihi. Hapa tunamwona Suleiman mwenyewe akati ameletewa wale wanawake wawili. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Japokuwa alikuwa na elimu ya kifalme kuamua kesi, lakini alitumia hekima kuiamua ile kesi. Yamkini angefuata maarifa ya kifalme anasema nini kuhusu kuamua ile kesi, wote wangekosa mtoto. Lakini alitumia maarifa, alitumia hekima. Kwanza aliona, lakini kuthibitisha kwamba kile nilichokiona ni sahihi, akatumia maarifa. Lakini pia kuishia kutumia maarifa ile kusema kwamba basi achinjwe, ile ni moja ya maarifa makubwa aliyoyatumia kumjua mtu sahihi wa mtoto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo aliyoona akatambua na akatumia maarifa akafanya maamuzi sahihi. Yule aliyokuwa na mtoto wake ambaye ni hai alipata mtoto wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, hekima ni namna ya kuona mambo vile alivyo na sio jinsi ulivyo. Hekima ni kuona, ni namna ya kuona mambo jinsi alivyo, sio jinsi ulivyo. Hekima ni namna ya kuona mambo jinsi alivyo, sio jinsi ulivyo. Wapendwa, kuna wakati tunaona mambo kutokana na sisi tulivyo, kutokana na tabia zetu tulizo nazo. Yaani kama mimi nina chuki ndani wangu, leo hii nikae hapa na Kevi ashinde kunisalimia, ibada nzima imeisha. Nitatoka hapa kwa ibada nikiwa nimekwazika. Ninasema Kevi, kuna kitu ya kwa nini asinisalimie na tumekaa pamoja? Kuna kitu. Lakini kumbe Kevi hata hilo wazo alikuwa hana. Lakini kutokana na mimi jinsi nilivyo ndani yangu nina chuki, basi nitaona na Kevi anafanyaje? Ana chuki na mimi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ndio maana hapa wale waaminifu wanalizwaga sana hapa, kwa sababu wanaamini kila mmoja ni mwaminifu. Fuatilia, wanaoumizwa ni watu wenye roho nzuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Unakuta mtu ana upendo, basi anadhani kila mmoja ana upendo, na yule mtu anamwamini yule ambaye anampenda kwamba naye akichua kuwa na upendo. Ndio maana wenye upendo wengi wanalizwa. Lakini hekima inatusaidia kutambua, je, huyu mtu kweli ana upendo kama mimi nilivyo na upendo kwake? Kuna wakati tunaona mambo jinsi tulivyo na sio jinsi alivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo hekima inatusaidia. Hekima inatusaidia. Hekima inatusaidia. Leo hii kama mimi na uaminifu, ninaweza nikamwachia hapa Kevi. Ninaamini kwamba kila mmoja ana uaminifu. Naweza kumwachia Kevi labda hela shilingi kadhaa, nikamwamini kwambia Jumapili ijayo uje na hizo hela. Bwana asifiwe. Lakini kumbe pasipo kujua Kevi ndani yake hana uaminifu. Jumapili nawahakikishia nitalia hapa. Kwa sababu gani? Nimeona mambo jinsi nilivyo. Japo sio Kevi hayuko hivyo jamani. Msije mkazani Kevi mtu mwaminifu kabisa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hekima inatusaidia kuona mambo jinsi yalivyo, sio jinsi tulivyo. Hekima hiyo inatusaidia. Twende
kwenye ya 3. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ni maarifa yaliyowekwa katika matendo au matumizi sahihi ya maarifa. Hekima ni maarifa yaliyowekwa katika matendo au matumizi sahihi ya maarifa. Hekima ni maarifa yaliyowekwa katika matendo au matumizi sahihi ya maarifa. Bwana Yesu asifiwe. Tukianza kutafakari tu sisi kama sisi, leo hii kuna semina nyingi za mahusiano. Leo hii kuna semina nyingi za ndoa. Lakini fuatilia, leo hii ndio ndoa nyingi zinavunjika, mahusiano mengi yanavunjika. Lakini leo makanisani utasikia kuna semina ya vijana, kuna semina wa mama, kuna semina wa ndoa, lakini fuatilia, bado watu wanafanyaje? Wanaachana. Sio tatizo maarifa. Maarifa anapokea, na leo hii tunapokea maarifa tofauti. Semina ziko nyingi makanisani, lakini kinachokuja sawa, kinachokuja kuthibitisha kwamba yale maarifa wewe unatumiaje ni hekima. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukakuta mtu ana PhD, lakini mwingine hata cheti tu hana cha form 4. Bwana Yesu asifiwe. Hata cheti cha form 4 hana. Lakini yule mwenye PhD atakwambia nimepita nchi fulani, nimepita fulani. Lakini tunachokuja kuangalia, wewe umezunguka huko pote, matokeo gani umeyaleta? Matokeo gani unayo? Lakini unakuta huyu mwenye form 4 ambao hata cheti ya form 4 hana, ana matokeo zaidi kumzidi mwenye PhD. Kwa nini? Huyu maarifa anayo, kama maarifa ya maisha anayo kuzidi wa form 4. Tukubaliane kwanza hapo. Maarifa anayo. Unakuta mtu labda amesomea masuala ya biashara, kwa hiyo ana uelewa mkubwa kuhusiana na biashara. Bwana Yesu asifiwe. Ana uelewa mkubwa kuhusiana na biashara. Lakini leo hii mwenye form 4 anamwajiri mtu ambaye ana PhD ya biashara. Bwana Yesu asifiwe. Maarifa unayatumiaje kuleta matokeo? Wapendwa, ukiona Mungu ameongea jambo fulani, aidha hata kama ni hapa kwa mchungaji, kuna wakati Mungu anamuonesha, anakuambia fulani. Nitolee mfano Kevin. Napenda kumtolea Kevin kwa sababu ni rafiki yangu, hata nikimsema vibaya hawezi kukasirika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati unakuta labda mchungaji anasema kwamba Kevin, nimeona biashara fulani, anamtajia biashara, Mungu anakupeleka. Wapendwa, ni wakati ambao Mungu ameruhusu hilo jambo, hiyo biashara ianze kufanyika. Lakini Kevin kama hana maarifa, ataishia kukusanya taarifa za ile biashara ikoje, ataishia kutafuta maarifa, nianzaje na ninamalizaje, anapata faida gani na kuna hasara gani na faida gani. Lakini asipotumia hekima, ataishia pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema ataishia hapo? Unajua maisha yetu tutaenda kuona hapo nchini, maisha yetu yamefungwa kwenye kitu kinaitwa majira. Mafanikio ya kila moja yamefungwa kwenye kitu kinaitwa majira. Kwa hiyo ukiona apostol ameongea kuhusiana na kitu fulani, mpendwa, anza kukifanyia pale. Yaani hata kama una 10,000, usisubiri upate 100,000 ukafungua ile biashara. Kaitumia ile 10,000 kuifanya ile biashara. Kwa sababu ndio wakati Mungu ameruhusu. Ukiona Mungu ametamka kitu, jue ndio wakati sahihi. Baadaye hata ukipata hiyo laki ambayo unaisubiri ili ukafungua hiyo biashara,
afu ikawa ni majira ambayo sio, hiyo biashara uta struggle sana. Hata kama ukifanikiwa basi ni kwa kusumbuka sana. Lakini kumbe ungefanyia ile 10,000 yako, ungekuwa mbali kuliko ambavyo umesubiri ile laki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatumiaje maarifa tulionayo kuleta matokeo? Leo hii makanisani tunafundishwa utumishi. Ni kweli tunafundishwa utumishi, lakini tunaishia kusoma na kupokea yale maarifa, lakini hatuyaweki katika matendo. Ndio maana tunabaki makanisani vile vile. Kristo wa mwaka jana ndio wa mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe. Na ataendelea kuwa vile vile. Kwa sababu gani? Ndani mwake roho ya hekima haipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati, japo sisemi kwamba ni vibaya, okay? Msije mkanimaki vibaya mkasema kwamba ni vibaya. Kuna watu wanasoma Biblia kutoka mwanzo mpaka Ufunuo. Amen? Lakini ukija ukamfuatilia yule mtu kikawaida, hata Mathayo ijaweza kumbadilisha. Ila anabaki kuwa kama Farisayo. Atakuwa amekaa kule. Sasa ukisoma yule amekosea hapa na hapa, hapa na hapa, hapa na hapa, hapa na anakuwa ni Mafarisayo. Leo hii makanisani tumejaza Mafarisayo. Amen? Unakuta jamaa limekaa kule nyuma, japo msijihisi vibaya kule wa nyuma. Unakuta jamaa limekaa kule nyuma, linasema yule naye kwanza 1 na 2 3, anaanza kukosoa kimoja baada ya kingine, kutokana na yale aliyojifunza kwenye Biblia mwanzo mpaka Ufunuo. Sio vibaya kuisoma Biblia. Amen? Amen? Lakini unasoma ili upate nini? Je, yale maarifa ambayo tayari unayo umeyafanyia kazi? Yale ambayo umeyasoma, ambayo unayajua kwenye Biblia, umeyafanyia kazi? Au unasoma ili kumaliza Biblia? Maana kuna wengine wanasoma ili wamalize Biblia. Asimame, mimi nimemaliza Biblia nzima. Amen? Amen? Sio vibaya. Lakini je, matokeo gani umeyaleta baada ya wewe kuisoma na kuimaliza Biblia? Leo hii ndo wale ambao wanasumbua wachungaji makanisani. Nawaambia wapendwa, japo sio wewe. Wewe kweli umesoma Biblia umeimaliza, lakini sio wewe. Amen? Sio wewe. Lakini kuna wale ambao wamesoma Biblia wameimaliza. Ndio vichwa ngumu wa kuwasumbua wachungaji na kuwaumiza wachungaji vichwa makanisani. Kwa sababu gani? Wamesoma Biblia kama story, kama hadithi, lakini wajaiweka katika maisha au matendo ambayo ni roho ya hekima inatusaidia. Ni maarifa mangapi ulionayo leo hii na hujayafanyia kazi, hujaweka katika matendo? Kuna Jumapili kadhaa hapa zimepitwa, tulikuwa tunafundishwa kuhusiana na utumishi. Mama alifundisha, nafikiri hata mimi pia nilifundisha. Lakini wapendwa, tunarudi tunatafakari, sisi kama sisi tumeyatumiaje yale maarifa ya utumishi tulionayo? Tumetumiaje? Leo hii utabaki kuangalia wengine wanapanda juu, wanapanda viwango baada ya viwango, na unasema wale, utaanza kusingizia, na uwezi kukosa sababu. Kuna wengine hata watasingizia uchawi wakati sio uchawi. Yule hapana, alijua namna kutumia hekima katika maarifa alionayo. Hujawahi kuona mtumishi ananyanyuliwa kutoka chini, baada ya kunyanyuliwa
Hata wale ambao walikuwa wamjui wataanza kusema yule ni mchawi, anatumia nguvu za giza. Unakuta mtu amjui, yaani amemjua tu baada ya yule mtumishi kuibuka kuonekana, na huyo unamsikia na yeye anafuata mkumbo, anasema yule anatumia nguvu za giza. We Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maarifa unayoyapokea, watumishi wanajitahidi kutulisha maarifa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa na shauku ya kuwa sisi tutoke hatua moja kwenda hatua nyingine, lakini tunawavunja sisi moyo. Maana wanatulisha leo hili, kesho anatulisha hiki, kesho kutwa anatulisha hiki, lakini hawaoni mabadiliko, hawaoni matokeo. Je, maarifa ambayo umeyapokea mpaka sasa, mangapi umeweka katika matendo? Sitoshangaa kuona mtu wa form 4 anafanikiwa kuliko mtu wa PhD. Sitoshangaa kabisa, siwezi shangaa. Na hata ukifuatilia hawa ambao wamesoma na hawana matokeo ya elimu yao, ni watu ambao wana majigambo. Ni kama wale wa makanisani wale ambao nawasema, ambao ni mafarisayo, na wao unakuta wana majigambo kwamba mimi yule ataniambia nini, mimi nimepita fulani, atakwambia mimi nimekutana na rais fulani mmoja, atakwambia mambo mengi, lakini katika yale mambo mengi hauoni matokeo. Ukiangalia maisha yake, yani angalau ya kwako kuliko ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hayo maarifa madogo ulionayo yanaweza kuibadilisha maisha yako, yanaweza kubadilisha maisha yako, yanaweza kubadilisha maisha yako. Iwe ni kiroho, yanaweza, iwe ni kiuchumi, yanaweza. Amen, amen. Kikubwa uwe makini sana linapoongelewa jambo fulani. Yaani ukiona Mungu ameongea na wewe kitu fulani hapa, kuwa makini, ndio wakati umeachiliwa. Twende ya 4 kama sikosei. Hapo tumekaa sana. Ya 4, hekima ni roho ya Mungu, ni asili ya Mungu. Naomba mwenye Biblia nifunulie Isaya 11 kuanzia mstari wa 1 na wa 2. Hekima ni roho ya Mungu, ni asili ya Mungu. Alafu kwenye andiko ni Isaya 11 mstari wa 1 na wa 2. Basi litatoka chipukizi katika shina la Yese, na tawi litakalotoka katika mizizi yake litazaa matunda, na roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Naomba urudie taratibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Inaanza kuonesha kitu cha kwanza, roho ya nini? Ya hekima na ufahamu. Roho wa Bwana atakaa ndani, lakini pia roho ya hekima roho ya hekima na ufahamu. Amen. Kwa hiyo ni kama jambo la kwanza. Amen. Amen. Roho ya hekima ni asili kabisa ya Mungu, na hata Yesu alitembea katika roho ya hekima. Na hapa Isaya alikuwa na msema Yesu Kristo. Kisoma Marko
nafikiri ni Marko 6 mstari wa 2. Utaona inaonesha Marko 6 mstari wa 2. Marko 6 mstari wa 2 inaonesha Bwana Yesu asifiwe. Hapo inatosha. Kwa hiyo tunaanza kuona watu wanashangaa, hekima huyu mtu ametolea wapi? Wapendwa, hekima sio tabia, hekima ni roho. Hekima sio tabia, hekima ni roho. Amen? Amen? Yaani kuna wakati tunasema yule ana hekima, lakini sio tabia, hekima ni roho. Tunahitaji roho ya hekima, na uipokee kwa jina la Yesu. Uipokee ilete matokeo kwa jina la Yesu. Uipokee ilete matokeo kwa jina la Yesu. Na tumegusia, nafikiri mchungaji alieleza japo sikuwepo, nilikuwa kwa watoto, kuhusiana na maarifa. Na kwa hapa naomba tena maiki huko mbili. Kuna maswali kama 3 ambayo tunaenda kuyajadili tena. Mawili ambayo tunaenda kuyajadili. Natamani wapatikane wawili ambao watanieleza kuhusiana na maarifa. Lakini pia wapatikane wawili ambao wataeleza kuhusiana na ufahamu. Sisi wote ni wana wa Mungu. Ulicho nacho kinaweza kikanisaidia mimi. Amen? Ulicho nacho kinaweza kikamsaidia mwingine. Kwa hiyo usijisikie, yani kile ulicho nacho kitoe, kinaweza kikawa msaada kwa mwingine. Kwa sababu Roho Mtakatifu mtumia yoyote yule. Wapatikano wawili jamani, wa maarifa. Tunaanza maarifa kwanza. Maarifa. Wapendwa, Yesu asifiwe. Amen. Maarifa, unavyoelewa, maarifa unaweza ukawa unajua kitu fulani. Labda tuchukulie sheria za barabarani. Unajua sheria za barabarani ni 1, 2, 3. So ni kujua kitu fulani kwa asilimia kadhaa. Sio zaidi. Apatikane mwingine yuko kule nyuma. Mungu akubariki sana. Sio. Maarifa ni mkusanyiko wa taarifa tofauti ambazo mtu anakuwa nazo. Kwa hivyo kusema maarifa ni mkusanyiko wa taarifa ambazo mtu anakuwa nazo. Mungu akubariki. Tunaama wote wamejibu kwa usahihi. Mungu awabariki sana. Tunaama, tunaenda kwenye ufahamu. Wapatikane tena wawili. Ufahamu. Una mkono hapa. Yesu asifiwe kanisa. Imani nitajaribu lakini kwa msaada wa Mungu. Amen. Kwa ninapoelewa mimi kwa upande wangu, ufahamu ni hali ya mtu kuelewa na kujua kile kitu anachokijua au anachokitambua. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki. Mwingine wa mwisho. Huyu na point. Amen. Tafuta ambaye hajawahi kuongea kabisa. Dada Beth. Roho Bwana amekuona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa sijajipanga ila Roho Mtakatifu anisaidie. Maarifa, ufahamu kwa ninavyoelewa ni hali ya kufahamu jambo ambalo ulikuwa ulijui
ukapewa ufahamu wa hicho kitu. Amina. Mimi Mungu akubariki. Kabla haya namalizia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nadhani ufahamu ni ule uwezo wa kutambua jambo fulani. Ndio ufahamu. Ila ukienda zaidi ya kutambua hilo jambo kwa undani zaidi, hapo tunaenda kwenye issue nyingine. Lakini ufahamu ni ile hali tu ya kujua kwamba kile ni kinanda, mimi nakifahamu kinanda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi huku nilivyoandika, nimeandika hivi. Mungu awabariki kwa wote waliojibu, amejibu sahihi. Mungu awabariki sana. Amen. Kwa mimi huku nilivyoandika, nimeandika maarifa ni taarifa au ukweli uliokusanywa kupitia kusoma, kusikia au uzoefu. Ni msingi wa kuelewa mambo. Maarifa ni taarifa au ukweli uliokusanywa kupitia kusoma, kusikia au uzoefu. Ni msingi wa kuelewa. Lakini ufahamu, nikaandika ufahamu ni uwezo wa kuchanganua na kuelewa maana ya maarifa ulionayo. Mfano, unaweza ukaambiwa, tena bahati nzuri tuna daktari hapa, kwa hiyo naye atatueleza. Amen. Unaweza ukawa una taarifa ya kuwa au una maarifa ya kuwa vyakula vya mafuta vina madhara. Amen. Lakini ukashindwa kuelewa kiundani zaidi, ambao ni ufahamu sasa. Kuelewa kiundani zaidi. Amen. Kuelewa kiundani zaidi kwa nini vyakula vya mafuta vinaleta madhara gani, na ukayajua yale madhara. Amen. Kutokana na muda tuishie hapo, kwenye hii tuishie tu hapo, tusianze kudadavua kiundani zaidi. Amen. Kwa hiyo ukishajua kwamba vyakula vya mafuta vina madhara, na ukajua vyakula vile vya mafuta vinaweza vikasababisha ugonjwa wa moyo. Daktari, niko sawa? Ndio hivyo? Okay. Sije nikakosea, maana sekta za watu hizo. Amen. Lakini pia hekima sasa hapa inakuja kutokea wapi? Ni namna ya wewe ambavyo una taarifa kwamba vyakula vya mafuta vina madhara, lakini pia unajua na unatambua kiundani zaidi kwamba vyakula vya mafuta vinaweza sababisha ugonjwa wa moyo. Hekima inakuja pale ambapo wewe utaamua kutumia mafuta kiasi. Amen. Kuanza kufanya mazoezi, si ndio hivyo? Kuepuka vyakula vya mafuta. Hiyo ni hekima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimeona hapa hivi ni pia niguse, maana tumeongea sana maarifa afu tujaigusia. Amen. Wakati huu tunaenda kuingia kwa nini tunahitaji hekima. Ina pointi kama 3 ambazo tunaenda kuzijifunza, na hizi tunaenda kumaliza hapo. Pointi ya kwanza, tunahitaji hekima, roho ya hekima, ili kuwa na uwezo wa kutambua majira na nyakati ya kutembea na namna ya kutembea. Majira na nyakati na namna ya kutembea. Tunahitaji roho ya hekima ili kujua ili kuwa na uwezo wa kutambua majira na nyakati sahihi. Tunahitaji roho ya hekima ili kuwa na uwezo wa kutambua majira na nyakati sahihi. Hapa ndio tunarudi kule kwa Suleiman. Alijua yuko katika nafasi gani, yuko katika nyakati gani. Amen. Lakini pia hapo tunakuja tunaona maisha ya mwanadamu, maisha yangu na yako, mafanikio yake yamefungamanishwa na kitu kinaitwa nyakati au majira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata tukiangalia Yusufu,
baada ya yeye kufasiri ile ndoto ya Farao. Na ukumbuke Farao alikuwa na watu wake wa hekima na waganga, lakini walishindwa kuifasiri ile ndoto. Yusufu ambaye aliweza kuifasiri ile ndoto, amen, ambaye aliweza kuifasiri ile ndoto, alipewa mamlaka ya kuongoza, ambao wanasema ile miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya shibe. Lakini tunaona hapa hekima inakuja wapi? Alijua ni namna gani tutatembea katika ile miaka ya shibe, ili tusije tukahangaika katika miaka ya njaa. Leo hii usije ukamshangaa mtu, amen, usije ukamshangaa mtu alikuwa amefanikiwa, alikuwa na mali nyingi, afu baadaye akaja akafilisika. Usije ukamshangaa. Kwa sababu gani? Alishindwa kutambua wakati, nyakati zile ambazo milango imefunguliwa kwake. Alishindwa kutambua na kujua ni kwamba kuna nyakati nyingine zitakuja ambapo ninahitaji pia nishuke. Lakini kumbe angekuwa na roho ya hekima, kuna namna fulani hata ingemsaidia ya yeye kusurvive katika nyakati za shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hapo naomba ifunguliwe Mhubiri 9. Mhubiri 9 mstari wa 11. Nikarudi na kuona chini ya jua ya kwamba si wenye mbio washindao katika michezo, wala si walio hodari washindao vitani, wala si wenye hekima wapatao chakula, wala si watu wa ufahamu wapatao mali, wala wenye ustadi wapatao upendeleo, lakini wakati na bahati huwapata wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa naonesha kwamba ni wote, hakuna upendeleo, ni wote. Lakini maisha tulionayo leo yanatokana na namna ambavyo tuliliact wakati wa mafanikio yetu, nyakati za mafanikio yetu. Na hapa ninaweza nikasubutu kusema shetani uiba nyakati, uiba miaka, nyakati, na sio baraka. Kwa nini nasema hivyo? Ukisoma nafikiri Yoeli, anasema Yoeli 2 mstari wa 25 kwamba nitawarejeshea miaka yao iliyoliwa na nzige. Naomba msije nikakosea. Naomba mwenye Biblia nisomee Yoeli 2:25 inasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kumbe shetani ni mjanja sana, anachodili si adili na baraka zako, anadili na nyakati ambao Mungu ameachilia kwako. Wapendo, kuna wakati Mungu anaachilia upenyo wa wewe kufanikiwa, lakini shetani anachodili ni wewe usitambue wakati ule. Unakuja unafunuka, then unafunuliwa macho kwamba kumbe wakati umeshafanyaje? Umeshapita. Kwa hiyo shetani anachodili ni nyakati, lakini roho ya hekima ina uwezo wa kutusaidia kujua tuko katika nyakati gani, tuko katika msimu gani. Amen. Unakuja unamuona, hii mtaenda kusoma wenyewe, ni Samueli wa kwanza 21 kuanzia mstari wa 10 mpaka 15. Hapa tunakuja kumuona Daudi, mtu wa vita, aliyekuwa jitu la vita. Leo hii anajifanya chizi katika nyumba ambayo ni ya Goliati, kama sikosei. Nyumbani kwao na Goliati, yule ambaye alimuua. Amen. Baada ya kukimbizwa akakimbilia katika ile nyumba. Lakini huyo anajifanya chizi, anaishi pale anajifanya chizi, mpaka anashangaa, ndio huyu aliyomwangusha Goliati huyu, mbona mnatuletea chizi? Amen. Kumbe si kila nyakati unatakiwa upambane.
Kumbuka Daudi alikuwa ni mtu wa vita. Biblia inamtaja hivyo, alikuwa jemedari wa vita. Amen. Lakini leo hii anajifanya chizi. Yamkini Daudi angetaka kuonesha mababu yake ya vita, historia yake ingeshia. Lakini kutokana na hekima alionayo, alijua haya mazingira nilionayo inanipasa niwe kama chizi. Leo hii kuna majira sawa, tuna mamlaka. Amen. Tuna mamlaka tunayo. Lakini leo hii kuna sehemu ambao hauhitaji kutumia nguvu, lakini wewe unalazimisha utumie nguvu, pambane. Kwa sababu gani? Maarifa hatuna, hekima hatuna. Kumbe kuna nyakati ambao unatakiwa uiache vita ipite. Sio kwamba umepoteza, sio kwamba hiyo vita wewe umeshinda, Ni nyakati ambayo inakuruhusu wewe hiyo vita uiachane nayo. Ni wakati ambao hiyo vita haikuhusu. Daudi ambao ametengeneza baadhi ya watu ambao tukiwasoma kwenye Biblia, watu ambao pia walikuwa ni watu wa vita. Inaonyesha kijana mmoja aliua ni maelfu kwa upanga wake, mpaka upanga alama upanga imebaki. Sio hivyo? Amewatengeneza hao. Leo hii anajifanya chizi. Fikiria. Anajifanya chizi. Kwa kumbe kuna wakati unapaswa unyamaze. Sio kwamba hauna mdomo wa kuongea, ila unapaswa unyamaze. Sio kwamba hauna nguvu ya kujitetea, ila unapaswa unyamaze. Bwana asifiwe. Hekima inatusaidia kwenye hayo. Twende maana ya pili. Isikae sana hapo. Twende kwenye maana ya pili. Hekima na ufahamu ni chanzo cha mambo mazuri. Ndio tunarudi kwenye ile ya Yusufu. Ya Suleiman akati anaomba hekima. Amen. Alisema ya kuwa Mungu alimwambia nitakufanikisha wewe kuliko wafalme wote. Nakumbuka aliomba nini? Hekima. Lakini akamwambia nitakufanikisha wewe kuliko wafalme wote waliopita na hata watao kuja. Nitakufanikisha wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo yeye aliomba kitu kimoja, lakini alizidishiwa zaidi. Amen. Alizidishiwa mali na akupatikana mfalme ambaye mwenye mali kumzidi Suleiman. Kwa hapo pia nimegusa. Twende ya mwisho na tukamalize. Amen. Hekima inatusaidia ili kuwa na matumizi sahihi ya maarifa. Hekima inatusaidia ili kuwa na matumizi sahihi ya maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunakuja kumuona baba yetu Ibrahim. Amen. Baba yetu wa imani tunakuja kumuona. Anaambiwa mtoe mwanao Isaka. Amen. Kwa kawaida kama Ibrahim angekuwa hana hekima, asingeweza kumtoa Isaka. Lakini alijua kama huyu ambaye ndio yeye aliyenipa huyu mtoto anaweza akanipa na mwingine. Lakini ndani yake, japo alikuwa na mawazo mengi, yamkini alikuwa amembeba Isaka, anajiuliza, nikirudi nitamwambiaje mke wangu? Nikirudi nitaiambiaje familia yangu? Nikirudi, alikuwa na mawazo mengi. Lakini kwa yeye kumweka pale Isaka na kunyanyua upanga ni ishara ya kwamba anatambua na kujua ya kuwa huyu aliyenipatia huyu mtoto ana uwezo wa kunipatia tena mwingine. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia huyu Abraham tunaona Mungu ametembea naye na ni alikuwa rafiki wa Mungu, si ndivyo? Lakini mimi nakwambia Abraham alikuwa ni mtu ambaye ana maarifa juu ya Mungu wake. Ndio maana alikuwa kuna mambo ampingi Mungu, akimwambia hata kama yana ukakasi lazima ifanye. Anaamua tairi nyumba yako, watu wa nyumba yako. Akiwa na miaka 90 kama sikosei, anafanya kile kitu. Na yeye anafanya. Kwa sababu gani? Ana maarifa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana asifiwe sana. Kwa haya machache naamini umepata kitu. Naamini kuna kitu umepokea. Na wakati huu ni muda mzuri ambao tunaenda kuomba. Na natamani praise wapite mbele. Wapendwa, maisha yetu tunahitaji hekima. Na ukisoma Yakobo nasema ombeni. Kwa hiyo hekima tunaomba kwa Mungu. Ombeni hekima. Hekima tunaomba kwa Mungu. Roho ya hekima tunaiomba kwa Mungu. Kwa hiyo muda huu tunaenda kupaza sauti zetu tukiomba roho ya hekima. Tukiomba roho ya hekima. Maisha yetu yanahitaji sana hekima. Pasipo hekima tutaishia kukaa makanisani na tusilete matokeo. Tutaishia kuwaumiza vichwa watumishi wa Mungu makanisani. Amen. Tutaishia kuwa vile vile tulivyo mwaka jana na mwaka huu pasipo kuwa na matokeo. Ashukuriwe Mungu maana ametufundisha. Na yeye kutufundisha hivi ni zaidi sana kuwa anatupenda na anataka tufanikiwe. Kwa hiyo wakati huu mpendwa, anza kufikiria ni maarifa gani ulionayo. Mungu kakufanyia nini mpaka hapa? Ni maarifa mangapi umeyapokea toka mwanzo hadi sasa? Je, yale maarifa umeyaweka katika hekima? Yale uliyoyapokea yameleta matokeo gani? Ni kweli umekuwa msomaji wa neno, sijakataa. Je, katika usomaji wako wa Biblia yale maarifa ambayo unapokea katika Biblia, maana Biblia ndio inatupatia maarifa, yale maarifa yamekusaidiaje? Wakati unaweza ukasimama, wakati huo unajifikiria, na wakati huo praise watakuwa natuongoza kwa wimbo wa kuabudu, na wewe unajifikiria ni mangapi ambayo Mungu ameyafanya kwako? Ni mangapi, ni maarifa mangapi umeyapokea mpaka sasa ulivyo, na hujayaweka katika hekima, yajaleta matokeo. Sitamani niwe yule ambaye nitaishia kupokea maarifa, abuzeni nione wengine wanaweka maarifa yale ambayo tumeyapokea wote wakafanikiwa. Mungu ametuachilia vyote. Mungu ameachilia baraka zote, mafanikio yote. Ni sisi kuelewa tu namna sisi kutembea katika hiyo njia. Ni sisi tu kuelewa. Amen. Wewe fikiria ni mangapi, ni maarifa mangapi ulionayo? Aidha ya elimu tu ya kidunia au ya elimu ya kimungu. Je, umeweka katika matendo? Nyosha mikono yako juu. Sema, Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Umesema na moyo wangu, umesema na nafsi yangu. Nimeelewa ni wapi nilikuwa nachelewa. Mungu, Mungu, nisaidie sasa, nianze kuishi, nianze kutembea katika roho ya hekima, ili yale maarifa ambayo nayapokea yaanze kuzaa matunda, yaanze kuzaa matunda. Nisiwe msindikizaji, bali na mimi niwe ni mmoja kati ya wale ambao watatajwa wamefanikiwa kiroho na kimwili. Yesu, achilia roho ya hekima ndani yangu, achilia roho ya hekima ndani yangu.
hekima ndani yangu, wakati huo unaweza ukaendelea kumwomba Mungu. Kuwa na shauku ya roho ya hekima ndani mwako. Tunaona roho ya hekima ndio inaweza kuleta matokeo. Tumejichelewesha wapendwa kwa muda mrefu. Tumejichelewesha kwa muda mrefu. Wewe paza sauti yako tu, mlilie Mungu wako, mwambie sijui utamwomba nini, sijui utaomba rehema, mimi sijui, kwa muda uliopoteza mimi sielewi, sijui utamwomba roho ya hekima, mimi sielewi, lakini ni baba yako anasikia maombi yako. Ni baba yako anasikia maombi yako. Jemedali, yamkini nilikuwa najichelewesha mimi kama mimi, nikaishia kuwalaumu watu wengine kwamba fulani asingekuwa fulani ningekuwa mbali, lakini kumbe nikasahau kuwa nimeshindwa kuweka mambo katika roho ya hekima. Nimeshindwa kutembea na roho ya hekima, nikawa ni mtu wa kulaumu wengine kwa ajili ya maisha yangu. Nisamehe Bwana. Kikwazo hakikuwa ni wao, kikwazo ilikuwa ni mimi kuelewa. Kikwazo haikuwa ni wao, kikwazo ilikuwa ni mimi. Kumbe ndio maana unakuta tunafanikiwa, wengine tunaumia sisi. Kumbe ndani mwetu tumebeba uchungu kwamba fulani isingekuwa yeye ningekuwa nimefanikiwa. Wakati sijaweza tumia maarifa nilionayo
vile umekuja mahali hapa, atakuja. Wewe endelea kutengeneza shauku. Pastor Kali. Baba, nifinyange Bwana. Inua mikono yako juu, mwambie unifanye kama Bwana, nitengeneze Bwana wangu, nahitaji maarifa yako. Tumefundishwa Mfalme Sulemani alikuwa utajiri, alikuwa nao, akaomba elimu kwa sababu asingeweza kurudi shule kusoma. Akajua akipata hekima ataweza kuongoza katika ufalme alionao. Lakini maisha ulionayo ni hekima hujapata na kusaidia wewe kutoka pale ulipo. Si kwamba hujahubiriwa, si kwamba hujasoma, si kwamba wazazi hauna, si kweli ya kwamba hauna fedha, lakini kuna hekima ukipata, hata zile fedha utajua namna ya kutumia. Kuna hekima ukipata, utajua namna ya kuenenda. Kuna hekima ukipata, hautaona ya kwamba unalogwa, si kweli ya kwamba unalogwa, lakini kuna hekima unahitaji. Ni maombi yangu jioni ya leo, Mungu achilie roho ya hekima na maarifa, achilie roho ya hekima na maarifa. Na wewe mwenye shauku ya kupokea, hasa kupokea roho ya hekima, 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 hasa kupokea roho ya hekima. Iachiliwe ndani yako, iachiliwe juu yako. Ikiwa unasoma, pokea roho ya hekima na maarifa. Ikiwa unafanya biashara, pokea roho ya hekima na maarifa. Ikiwa ni kwenye huduma, pokea
Umelisikia neno hili? Wacha moyo wako uwe mbegu, uwe udongo ulio mzuri, ambao neno hili litazaa matunda. Tusiwe wasikiaji wa neno alafu tukashindwa kuwa watendaji. Shetani yuko kazini, anatafuta wa kumharibu. Tumesikia ushuhuda wa yule dada, akasema ndani yake kulikuwa kuna namna, kulikuwa kunaenda, lakini alipokutana na neno la maarifa likambadilisha, akatoka kwenye vifungo. Sio kwamba kweli vifungo vinafaa vikufunge, lakini kuna maarifa ukiyapata, vifungo vyenyewe vinaondoka, vifungo vyenyewe vinakatika, vifungo vyenyewe vinakatika katika jina la Yesu Kristo. Na jioni ya leo maarifa ya kiungu yaliyoachiliwa ndani yako yakavunje kila vifungo, yakakutofautishe. Neema ya kiungu ikayakalie maisha yako, wewe ufahamu na maarifa ikawe juu yako katika jina la Yesu. Kwenye utendaji wako wa kila siku, hekima na maarifa jina la Yesu Kristo.
walitoa sadaka, wakatoa kafara, lakini tunayo kafara ya umilele, Yesu Kristo wa Nazareti. Kila sadaka inavunjwa. Maandiko yanasema sadaka ya kwake na damu ya kwake inanena mema kuliko damu ya Abeli. Ninakutangazia kila sauti iliyoinuka ikanena laana, kila sauti iliyoinuka ikanena vifungo, ninatangaza katika jina la Yesu. Jioni ya leo ninainua sauti ya damu ya Yesu ikakunenea baraka, ikakunenea baraka. Ninapokea baraka kwa damu ya Yesu, ninapokea mema kwa damu ya Yesu. Anza kuomba, ninapokea baraka iliyo ndani ya damu ya Yesu. Ile sauti inayonena mema, ikanenea mema Bwana, ikanenea mema. Hautazuilika kushoto wala kulia, 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 katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye. Hautazuilika kushoto wala kulia, hautazuilika kushoto wala kulia, kwa damu ya mwana-kondoo Mungu aliye. Chochote kilichokuzuia jana hakitakuzuia leo, si kwa sababu mwili wako umebadilika, si kwa sababu ya kingine chochote, bali Yesu ameingilia kati, bali Yesu ameingilia kati, basi Yesu ameingilia kati, bali Yesu ameingilia kati, Yesu aingilia kati, Yesu aingilia kati, Yesu aingilia kati. Mwanzo kuomba, Yesu aingilia kati, Yesu aingilia kati.
nisimame, nipande, nipande. Bwana, 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 niinue kwa imani, nisimame, nipande, nipande. Bwana, ukafanya yale mambo ambayo hujawahi kuyafanya, na Mungu akupe uwezo na akili ya kupata utajiri. Mungu akupe nguvu na uwezo wa Mungu wa kusogea kutoka mahali fulani kwenda katika eneo lingine. Unaweza kufunga katika kitu chako na kwenda kuomba. Kama unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Kama unaweza kunena kwa lugha, mbele Mungu asante. Naona kuna moto ajabu unakwenda kushuka kwenye ufahamu wako. Kwenye ufahamu wako kuna nguvu ajabu unakwenda kushuka. Hautafikiri kama ulivyokuwa unafikiri zamani. Hautawaza kama ulivyokuwa unawaza zamani. Shama katama shatala baba basi. Izana makote parana makatela mambe sketila baba katante ya baba. Izana zene zana bakata ya mana bakatala baba kata. Izante tete la makatata bashatala baba kata. Ninaona uwezo na ufahamu. Ninaona nguvu ya kusogea mahali pengine. Ninaona nguvu ya kupata utajiri. Ninaona nguvu ya kufanya jambo na likaenda kufanikiwa. Ninaona nguvu ya kufanya jambo na likaenda kuzaa matunda katika hali yako. Inaweza katika biashara, inaweza ikawa darasani, lakini kuna uwezo, kuna divine power, kuna uwezo wa kiungu unaachiliwa kwako sasa hivi. Kuna uwezo wa kiungu unaachiliwa kwako sasa hivi. Kuna moto wa Mungu unaachiliwa kwenye ufahamu wako sasa hivi. Sharabakatala baba sitala manada. Izana makatala mandela baba kataya. Izana makatela manda baba shatata baba kata. Izane mama satala baba ikantataya na mama shatatata. Itatela mama sitala baba kataya. Izana mama ketete tala baba. Izana mama katala baba shatatata. Izantata etete itatala baba kata. Izanta baba itatata bakata etete ipogotota irantata izantatata ikatatata ikatatata inachiliwa. Ufahamu wako unafunguliwa. Ufahamu wako unafunguliwa. Ufahamu wako unafunguliwa. Uwezo wa kimungu katika ufahamu wako unaachiliwa. Uwezo wa Mungu katika ufahamu wako unaachiliwa. Uwezo wa Mungu katika ufahamu wako unaachiliwa. Thank you Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Ananiambia ninaondoa giza katika akili zao. Ninaondoa giza. Kama kuna giza aina yoyote katika ufahamu wako, hilo giza linaondolewa sasa. Linaondolewa. 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 Yes,
tunashangazwa na neema zako. Inaondolewa akili ya kushindwa, inaondolewa akili ya kushindwa, inaondolewa akili ya kushindwa, tunashangazwa na neema zako Yesu. Asante kwa uzito wa kufikiri, shida katika Yesu. asante kwa nashangaza tunashangazwa na neema zako Yesu. Ninaona watu wakifikiri vitu vikubwa, ninaona watu wakiwaza vitu vikubwa, ninaona watu wakiwaza vitu vikubwa, ninaona Mungu akiachilia maarifa makubwa katika ufahamu wa watu, ninaona Mungu akiachilia maarifa makubwa, ufahamu mkubwa wa kufanya vitu na vitawasogeza kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Umaskini katika fikra uondolewa, umaskini katika ufahamu uondolewa. Hautawaza chini, utawaza yaliyo juu. Hautawaza madogo, utawaza yaliyo makubwa. In the name of Jesus. Sema Bwana Yesu, ninakwenda kufanya vitu vikubwa, ninakwenda kufanya vitu vikubwa, na hakuna atakayenizuia, hakuna atakayenizuia. Wewe giza hautanizuia, wewe giza hautanizuia, wakuu wa giza hautanizuia, hautanizuia. Maarifa ya Mungu yako ndani mwangu, yako ndani mwangu. Kwa hiyo katika jina la Yesu nasogea eneo lingine, nasogea eneo lingine, nasogea eneo lingine, nasogea eneo lingine, nasogea eneo lingine. Tunakwenda kufanya kitu cha kinabii. Utakwenda kutembea ukipiga makofi, ukimshukuru Mungu, na Mungu unasogea eneo lingine. Toka mahali hapo ulipokaa, anza kutembea. Itabidi mwambie Mungu na kushukuru. Ninasogea katika eneo lingine, ninasogea katika eneo lingine. Kuna mipaka ninayokwenda kuvuka, kuna mipaka ninayokwenda kuvuka, kuna mipaka ninayokwenda kuvuka. Ninasogea katika katika utumishi wangu, nasogea eneo lingine, katika kukuja wangu, nasogea eneo lingine, katika Mungu, nasogea eneo lingine. Mungu wetu utayayo mbele zako, nani kama wewe? Mbele zako nani kama wewe? Mbele zako Mungu wetu, mbele zako Bwana, nani kama wewe?
bado sijasikia sauti za watu wanaoamini. Tamka kwa sauti yako yote, tunakwenda kumaliza maombi. Sikia. Mimi ni mshindi. 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 Mimi ni mwana wa kifalme. Mimi ni mwana wa kifalme. Ninamiliki na kutawala. Na kutawala. Na kutawala. Na kutawala. Na kutawala. Sasa waagiza. Waagiza. Lazima leo. Wewe ni chanzo cha This is the prophetic message. Hey, neno la nabii. Rabashata na bagata. Sana makote na mati na mata. Sana mata. Kama unashika lango sema mimi nanyosha mkono wangu juu. Mkono ushikilia. Na kama una hela yote wewe kama wewe nyosha tu mkono. Sema pesa. Nitakumiliki. Hakuna cha kunizuia. Hakuna cha kunizuia.
na kule, kwa kuwa Mungu wangu wewe mkubwa, sitaibika Baba. Ambia Mungu nakushukuru. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Asante kwa uaminifu wako Bwana. Najua Mungu kuna jambo na kusudia kwangu. Najua Mungu unaniwasia mema. Unaniwasia mema Bwana. Unaniwasia mema Bwana. Unaponiwasia wewe Mungu, sio sawa ndugu zangu wanavyoniwasia. Unaponiwasia wewe Mungu, sio sawa na wazazi wangu wanavyoniwasia. Unaponiwasia wewe Mungu, sio na wakuu mahali napokaa wanavyoniwasia. Mwambie Mungu unaniwasia mema. Nakushukuru. Namshukuru tu. Shukuru tu. Shukuru tu. Nimekuwa na umetembea, nimerudi kushukuru. Shukuru tu Mungu. Tunamaliza. Shukuru tu. Umekuwa na umetembeana, nimerudi kushukuru. Mungu wangu, Mungu wangu, nimerudi kushukuru. Wewe Mungu wangu, wewe jana leo milele, wewe Mungu wangu, Mungu wangu, Yesu Mungu wangu, Mungu wangu, Mungu wangu, Bwana nimerudi, nimerudi, nimerudi. Oh Mungu wangu, Mungu wangu, Yesu nimerudi, nimerudi, Mungu wangu. Baraka Joe, Eunice Joe, Pastor Joe. Kuna kitu Mungu ananiambia kufanya. Ukitoka hapa nenda nyumbani, tafuta notebook. Wangapi wana notebook nyumbani kwao? Wana notebook sehemu ya kuandika. Naenda andika maneno haya. Andika: Mungu, siku ya leo umezungumza na mimi kwamba uchumi wangu umefunguliwa, kwamba sitokuwa wa kawaida, kwamba sitokuwa mtu wa kulialia, kwamba sitokuwa mtu wa kuombaomba. Mungu umefungua. Andika. Alafu kila utakapokuwa ukiomba, kamata hiyo karatasi yako, mshukuru Mungu. Ukiwa unapita katika hali ambayo uielewi, kamata hiyo karatasi yako, mwambie Mungu, ulisema mimi katika haya nimekuwa